Leo nipo jimbo la Kivule katika mkoa wa Dar es Salaam, jimbo ambalo mbunge wake ni Ojambi Masaburi. Unaona nyuma yangu watu wamejazana kweli hapa, na uenda ukajiuliza nini ambacho kinaendelea leo. Lakini ni kuambia tu ya kwamba leo kuna furaha kubwa sana kwa wakazi wa Kivule, hususan wakazi wa kata ya Mzinga, kwa sababu Ojambi Masaburi, mbunge wa eneo hili, amefanikisha kujengwa kwa daraja zuri la kisasa ambalo linakwenda kutatua changamoto ya barabara na kwenda kuokoa watu wengi ambao walikuwa wakipata majanga, wengine wakisombwa na maji na kufariki dunia kutokana na daraja ambalo lilikuwepo hapa. Kama unavyoliona hapa, daraja ambalo lilikuwa linaunganisha wakazi wa Magole na Mwanagati katika kata hii ya Mzinga halikuwa daraja bora, lilikuwa la miti na mbao, na mara nyingi watu walikuwa wanaanguka hapa. Kwa jitihada kubwa ambazo zimefanywa na Ojambi Masaburi, amewezesha kufanikishwa kwa ujenzi wa daraja hili kubwa la kisasa ambalo linakwenda kujengwa kuanzia Januari hii, na endapo Mungu ataleta heri, ndani ya miezi 7 litakamilika, likiwa linakwenda kujengwa kwa mawe ili kupunguza gharama. Kama lingejengwa kwa zege lingegharimu shilingi bilioni 2, lakini kwa sababu linajengwa kwa mawe itagharimu shilingi bilioni 1.5. Ndani ya miezi 7 Masaburi amemwomba mkandarasi ikiwezekana iwe tayari limekamilika. Mheshimiwa Rais amenituma nije niwaambie anawashukuru sana wananchi wa jimbo la Kivule, lakini anakumbuka shida za wananchi wa Mzinga, anazifahamu. Ziko haja rizeni za siku 100. Kazi yetu sisi wabunge na madiwani na serikali ni kuhakikisha zile siku 100 zinatafsiriwa kwa vitendo kwenye maeneo yetu. Mimi kwenye jimbo langu la Kivule nimeanza kutafsiri maelekezo ya Samia Daktari Suluhu kwa vitendo. Nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipoliongelea hili. Aliahidi fuara, uchaguzi wa amani, haki. Leo tuna diwani wa chama cha Chauma kata ya Mzinga, sio haki hiyo? Kata ya Mzinga diwani nani? Chauma. Mmeenda mmepanga mistari, mkaamua, mkapiga kura, mkampata diwani wa chama cha Chauma. Nyinyi mlifanya maamuzi wenyewe, mlitupima kazi tulizofanya na mkafanya nini? Maamuzi. Tumemwona dada yangu pale, mimi nimeshuka tangu kule kavaa kilema chake cha Chadema. Sogea karibu mamangu. Huyu hapa mamangu. Lakini tangu aliponiona mimi mama, ameniimbia nyimbo nyingi, amemwimbia Rais Samia nyimbo nyingi, kwa sababu ameona ukombozi wa daraja lao kwenye kata ya Mzinga. Anakuambia sisi tunachagua nini? Maendeleo. Waheshimiwa madiwani, msipochapa kazi hakuna simile, watawaondoeni. Mimi nilikuja kwenye kampeni hapa chini, nikaungana na wananchi na vijana bodaboda hapa, wakanionyesha kero, nikawaambia nimeisikia, nampelekea mwenyekiti wetu Rais Samia, mgombea wetu. Wakasema umesikia, uende alafu urudi, maana tunawajueni nyinyi, mkiondoka hamrudi. Nikawaambia wananchi, tumpe imani Rais Samia, nipeni imani kijana mwenzenu, nitarudi. Leo nimerudi, sijarudi. Nataka niwaambie, Rais Samia alisema nitajenga daraja la Mto Mzinga. Alisema nani? Alisema nani? Leo sio siku zaidi ya 100, pamoja na ahadi zake zingine kuendelea kukamilika. Ahadi hii hapa hii, tayari tumekwisha pata mkandarasi, tayari fedha zimekwisha patikana, na tayari mkandarasi amekwisha saini mkataba. Naomba nichukue fursa hii kumkaribisha Injinia Magori. Samia amekwisha leta fedha, wewe tueleze nini kinakwenda kufanyika eneo hili na kwa teknolojia gani, wananchi wajue na wasikie. Karibu sana. Ujenzi wa daraja hili utakuwa ni ujenzi wa daraja la mawe yale magumu ambayo kitaalamu yanaitwa granite stone. Mheshimiwa mbunge, kikiangalia eneo hili jiografia ilivyokaa, limekuwa ni eneo hatarishi. Ni eneo ambalo lina maji mengi,
mto unabadilisha mwelekeo kila wakati. Lakini baada ya wataalamu wa ujenzi wa madaraja ya mawe kuja na kufanya usanifu, wakaona kwamba ujenzi unaoweza kufanyika hapa na kutatua changamoto ya muda mrefu, naweza zikatumika shilingi bilioni 1.5 tu na daraja likawa limekamilika, ambalo litakuwa ni daraja zuri na daraja imara na ambalo litajengwa kwa muda mfupi. Muda wa kukamilika daraja hili umekadiriwa kuwa ni mwaka 1 na miezi 3. Lakini kwa nateta na mkandarasi hapa ambaye ni mzoefu, ananiambia daraja hili atalijenga kwa muda mfupi na inawezekana ndani ya miezi 7 mpaka mwaka 1 ikawa limekamilika. Wewe ndiye mkandarasi, si ndio bwana? Ndio. Kazi yako imeanza tarehe 20 mwezi wa kwanza. Lakini umekuja leo tarehe ngapi? Tarehe 24. Siku 4 hizo. Ndio. Siku ngapi? Siku 4. Sasa lisijirudie tena. Sawa sawa. Kwa sababu mimi kazi yangu ni kuwasaidia wananchi kwa maelekezo ya Rais Samia. Alitutuma tuje kuwahudumia wananchi. Wewe ulitakiwa uanze kazi tarehe 20 mwezi wa kwanza. Na fedha umekwisha lipwa, si ndio? Wewe umekuja tarehe 24. Hiyo lisijirudie. Unasikia? Jambo la pili, wananchi hao wanataka matokeo brother. Wewe umri wako bado kijana kama mimi. Ulipofika uliniamkia inawezekana umenizidi umri. Lakini ili ufike mbali, inatakiwa utumikie watu. Sawa sawa. Mwaka 1 ni mwingi sana kwenye mradi huu. Utakubana na mimi. Sahihi kabisa. Toa sauti. Ni sahihi kabisa. Mwaka 1 ni mwingi, kama tukiweza kupata miezi 7 tunaweza kukamilisha kazi. Asante. Jamani, mmesikia hiyo? Mimi nikuombe kaka yangu, pambana upambanavyo, na wewe pia wazazi wako wanaishi huko. Kwa maana mzazi ni mzazi, sio lazima awe kuzaa wewe. Pambana hapa watu waweze kupita ndani ya miezi 7 kuanzia leo. Maana yake ni nini? Ikifika kwenye miezi wa 8 na wa 9, angalau watu waanze kuona mwanga kwamba watu sasa wanapita kiangazi na masika. Sawa bosi wangu? Sawa. Tumekuana miezi mingapi? 7. Miezi 7 tunakwenda kuchapa kazi. Na mimi unanijua, tusifanye kazi mpaka watu watembelee. Tusifanye kazi mpaka ukae ndani. Fanya kazi kwa mujibu wa mkataba, ikibidi uwe chini ya makubaliano ya muda ambao umeusaini. Jambo lingine, na kuelekeza kaka yangu Magoli na mkandarasi, na waelekeza shughuli zote ambazo hazihitaji, maana mnakuwa janja, hii inahitaji mtaalamu, hii inahitaji mtu mweupe. Hizo zitakazomhitaji mtaalamu na mtu mweupe, endeleeni nazo. Zitakazohitajika kufanywa na wananchi wa Mzinga, wapewe kipaumbele vijana wa Mzinga, kwa sababu sisi nguvu tunazo. Tuna uwezo wa kubeba mawe, tuna uwezo wa kubeba tofali. Tupeni hizo kazi na sisi tutafanya, tupate riziki zetu binafsi.